Huu ni muhtasari mfupi wa filamu kutoka Korea Kusini. Filamu hii ni ya kutisha na ya kusisimua inayohusu janga la maambukizi ya virusi vinavyogeuza watu kuwa wanyama wa mwituni, zombies. Inafuata maisha ya kijana mmoja anayepambana kuishi peke yake katika ghorofa iliyozingirwa na wafu wanaotembea. Kuenea kwa virusi, mhusika mkuu, Oh Jong-woo, ni kijana anayependa michezo ya video na anaishi na familia yake katika ghorofa moja huko Seoul. Siku moja, anapokuwa nyumbani peke yake, anasikia kelele nje. Anapochungulia kupitia dirisha, anaona mji wake ukikumbwa na machafuko, watu wanashambuliwa na kugeuka kuwa zombies wenye kasi na ukatili mkubwa. Hali inakuwa mbaya haraka, na Jong-woo anapokea ujumbe wa wazazi wake wakimwambia asitoke nje. Anajifungia ndani na kuanza kutafuta njia ya kuishi kwa chakula na maji alionayo. Upweke na kukata tamaa. Kadri siku zinavyopita, chakula chake kinaanza kuisha, mtandao wa simu na umeme unakatika, na anaanza kukosa matumaini. Anapitia hali ya upweke mkubwa na hata anafikiria kujiua. Hata hivyo, anapokuwa karibu kupoteza tumaini kabisa, anaona ishara kutoka ghorofa nyingine. Kukutana na Kim Yo-bin. Ishara hiyo inatoka kwa Kim Yo-bin, msichana jasiri anayeishi ghorofa iliyo karibu. Wanaanza kuwasiliana kwa kutumia ishara na hata kutumia kamba na drone kubadilishana chakula. Yo-bin ni mwerevu na anajua mbinu za kujikinga dhidi ya zombies, jambo linalompa Jong-woo matumaini mapya. Jaribio la kuokoka, wanafanya mpango wa kuungana na kujaribu kutoroka pamoja. Wanakumbwa na hatari nyingi, lakini wanasaidiana kwa kila hali. Wakati fulani, wanaokolewa na mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa rafiki, lakini anawasaliti kwa kuwatega kwa zombies. Mwisho wake, wanapata msaada kutoka kwa wanajeshi wa Korea Kusini waliokuwa wakifanya operesheni ya kuokoa waathirika waliobaki. Hitimisho, Jong-woo na Yo-bin wanafanikiwa kuishi, wakionyesha kwamba hata katika hali ngumu, mshikamano na matumaini yanaweza kuwa silaha kubwa dhidi ya hatari yoyote. Je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.